mstari wa 11. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Hapa tunaona jinsi ambavyo Yesu anasema tunauvua mwili wa nyama kwa tohara isiyo ya kibinadamu, kwa njia ya kufa na kufufuka pamoja na Kristo katika ubatizo. Kumbe ubatizo ni kukubali kimatendo kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Hapo ndipo unapoanza kuwa mfuasi wa Bwana Yesu. Na hata Yesu alipoanza kazi hapo ndipo ambapo tunapata kielelezo kwamba tunapaswa kufa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa hiyo ishara kubwa ya ubatizo ni Roho Mtakatifu kushuka au uwepo wa Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu kwa wanaobatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ishara kubwa kwamba huyo mtu amekufa na Kristo alikuwa pamoja naye, japokuwa wengine kwa hawajazwa mara hawapo hapo, lakini wengi wao kwa wanajazwa baada ya ubatizo. Hata Yesu Kristo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna mwenye ishara kuu kama wewe Bwana, hakuna mwenye ishara kuu, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote. Ya neema yake Bwana Yesu, ya neema yake Bwana Yesu, ya